Habari za wakati huu mtazamaji wa PMTV, naendelea kukukumbusha mchongo kupitia PMBet, ambapo huko una uwezo wa kujisajili ili uweze kuvuna pesa kede. Sasa unaweza kujisajili kupitia website ile ya pmbet.co.tz ili uweze kujivunia pesa kutoka kwao PMBet. Habari ambayo imetufikia leo kwenye dawati la habari la hapa PMTV inamhusu mjane wa aliyekuwa mkurugenzi wa makampuni ya IPP Leonard Mengi. Huyu si mwingine bali ni Jacqueline Ntuyabaliwe. Sasa ameandika kupitia ukurasa wake wa Instagram na amemwandikia barua Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Naomba nikusomee kile ambacho amekiandika Jacqueline Mengi, ambaye ni mjane wa mkurugenzi aliyekuwa mkurugenzi wa makampuni ya IPP Leonard Mengi, na ameandika kwa Kiingereza ila sisi tutakutafsiria kwa Kiswahili kile ambacho amekiandika. Alianza kwa kuandika: Mpendwa Mama Samia Suluhu Hassan, ninakuandikia kwa heshima kubwa na kwa pongezi kwa uongozi wako wa kutia moyo, mfano wako haswa kama mwanamke katika ofisi kuu za taifa letu. Umekuwa mwanga wa matumaini kwa watu wengi. Ni kwa roho hii ya matumaini kwamba ninakuletea mbele yako ukweli wenye uchungu unaowakabili watoto wengi wadogo baada ya kifo cha mzazi, kama unavyoweza kujua. Akaendelea kwa kusema, licha ya kanuni za haki zilizowekwa katika sheria zetu, haki za mtoto za kutunza na kurithi mara nyingi huachiwa bila kutekelezwa. Hili humwacha mzazi ambaye tayari ana huzuni, ambaye katika kesi hii kwa kawaida mwanamke anaonyeshwa majeraha mapya, ambapo wasimamizi wanaweza kutumia vibaya mamlaka yao, na akina mama wajane wanahangaika sana, huku urithi wa mali uliokusudiwa kulinda mustakabali wa watoto wao unacheleweshwa au kukataliwa. Dhuluma hiyo inawapata zaidi watoto wanaopoteza baba zao, wakati ambao wanahitaji utulivu na ulinzi. Badala yake wanakutana na vikwazo, unyonyaji na kupuuzwa, mambo ambayo wazazi wao walifanya bila kuchoka ili kuandalia mara nyingi huvuliwa na kuwaacha wakiwa hatarini na bila ulinzi. Sasa akaendelea kuandika akisema, Mheshimiwa, na kuomba kwa unyenyekevu kufanya ulinzi wa watoto hawa kuwa sehemu ya urithi. Mheshimiwa, na kuomba kwa unyenyekevu kufanya ulinzi wa watoto hawa kuwa sehemu ya urithi wako wa kudumu, kuwa mwongozo wako, sheria na ulinzi zinaweza kuimarishwa ili kuhakikisha. Akasema, 1, kwamba wasimamizi wa mirathi wanahesabiwa kwa ukaguzi mkali ili kuzuia matumizi mabaya ya madaraka. Lakini 2, akasema kwamba akina mama wajane na watoto wao wa umri mdogo wapate ulinzi maalum ili wasiachwe kamwe katika huruma ya utelekezaji wa kimfumo. Akamalizia kwa kusema, uongozi wako tayari umewasha njia ya uwezekano kwa kuweka haki za watoto katika moyo wa maono yako. Utabadilisha maisha ya familia nyingi na kuhakikisha kwamba hakuna mtoto anayeteseka maradufu maumivu ya kupoteza na kunyimwa haki yao ya baadaye. Haya ni maneno ambayo ameandika mjane wa aliyekuwa mkurugenzi wa makampuni ya IPP Leonard Mengi, huyu akijulikana kama Jacqueline Ntuyabaliwe ama Jacqueline Leonard Mengi. Sasa nikukumbushe tu mahakama ya rufani ilitupilia mbali shauri la maombi ya mrejeo ambalo lilifunguliwa na mjane Leonard Mengi Jacqueline Ntuyabaliwe na wanawe wawili, ambapo walikuwa wakipambana kutetea wosia unaodaiwa kuandikwa na Mengi, ambao mahakama kuu iliubatilisha. Na katika shauri hilo Jacqueline na wanawe anawasimamia Jaden Kihoza Mengi na Ryan Mengi walikuwa wanaiomba mahakama irejee na hatimaye itengue uamuzi uliotupilia mbali shauri la maombi ya mapito walilolifungua awali mahakamani hapo, wakipinga hukumu ya mahakama kuu iliyokataa wosia huo. Na nikukumbushe pia shauri hilo la maombi ya mrejeo namba 748/01 la mwaka 2022, mahakama hiyo katika uamuzi iliwakatalia maombi ya kurejea uamuzi huo, ikisema sababu zilizotolewa
hazina mashiko. Lakini leo Jacqueline ameweza kuandika hayo ambayo nimeyasoma kwa kuwakilisha wajane wote na watoto ambao wameachwa na wazazi wao, yale ambayo wanayapitia. Ni barua ya wazi kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan. Nasi tumekusogezea hapa kupitia dawati la habari la PMTV.